nashukuru kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye taarifa hii nafikiri kwa zaidi ya miaka 5 kila ikifika kwenye changamoto unakuta changamoto ya kina baba hawaendi kwenye upimaji. Sasa nikiangalia humu ndani kwa asilimia kubwa kina baba wengi, tatizo nini? Nataka tupate ufafanuzi kutoka kwa kamati, kwa sababu ukweli ni kwamba maambukizi ya ukimwi yapo na ukimwi upo. Takiwa wote twende tukapime ili tuweze kuchukua hatua tusiambukize wengine. Kwa hiyo tuanze hapa tujue tatizo nini, ili kikao kijacho tuje na changamoto nyingine, isiwe changamoto ile ile. Tunakwama wapi hapo mbele? Kina baba mhamasishe wengine waende. Nichukue nafasi hii kupongeza Mheshimiwa mjumbe, Mheshimiwa Selina. Mimi pamoja na wewe sasa kama wawakilishi na kina mama wote tutoke sasa tukawahamasisha wao kina baba waende wakapime. Wakina baba chonde twende tukawahamasishe zetu wale wakapime, lakini pia tuna mpango kwamba kama manispaa kama kamati kwenda kuhamasisha sasa nafikiri kamati nani na taarifa inaeleza. Muhimu sana. Maana liko katikati yetu, liko kwenye familia zetu, tuko nalo wenyewe. Kwa ninapokuja kwenye namna ya kulijadili, na kuna changamoto sana, wananchi wanapitia changamoto wakati mwingine kwenda kuzipata hata hizi dawa, wakati mwingine pengine zahanati iko mbali iliyosajiliwa kwa kutoa huduma hiyo. Kuna wengine walilalamika mahali fulani kwamba wanazifuata hizi dawa mbali sana. Tukashauri kuna zahanati ile ya Boko pia ianze kutoa hizo huduma. Sijajua mganga mkuu kama tayari imeshapeleka huduma kule Boko, maana wananchi waliona walikuwa wanakuja mbali sana huku kutafuta hiyo huduma. Kufuatilia uwasilisho wa kamati mbalimbali hapa, wenye viti wa kamati wakiwasilisha, nimesikitishwa na ile hoja ya kuambiwa wanaume hawapendi kwenda kupima. Mimi niendelee kusisitiza, nendeni mkapime. Sasa hivi ukikutwa una virusi vya ukimwi sio hoja, maisha unaendelea kuwa nayo. Tena unakuwa na maisha mazuri zaidi yenye kujiamini kuliko hata yule ambaye hajapima. Nendeni mkapime. Mwenyekiti, ulikuwa nimekusikiliza ukasema kwamba jamani, tuwahimize wavae hata kondom. Hii uko sahihi. Hata ukienda kule Afrika Kusini, Johannesburg, ukiingia pale unakutwa na bango moja kubwa limeandikwa, if you don't put it in a condom you will put it in a coffin. Sijui kwa wale ambao wana dini mbili, yaani maana yake kwamba ukikataa kuingiza hiyo kwenye condom basi utaingizwa kwenye jeneza. If you don't put it in a condom but you will put it in a coffin. CCM oyee! Kwa hiyo hili jambo si kwamba ni jambo la Tanzania tu au ni la Kibaha, ni jambo la kidunia. Tuchukulie kwamba hii hoja ni hoja ya msingi. Kamati ya ukimwi iende ikatoe elimu mashuleni, kwenye vyuo na hata kwenye mitaa, ili watu waone umuhimu wa jambo hili. Kwa nini? Kwa sababu wengi anaona aibu kuambiwa ana ukimwi, au anaona aibu kwenda kwenye duka la madawa kusema nipe kondom, huwa wanaona aibu.